Unatoa. Side mambo vipi Side? Uko fresh? Unajisikiaje mara baada ya kuokota maokoto mengi sana kutoka kwa wananchi? Sasa najisikia mwenye furaha sana. Kwa msingi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupata hiki zawadi ambayo nisioitegemea kuipata. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Kulikuwa na ugumu gani kwenye eneo lako katika kumkaba Clatous Chota Chama? Sasa kulikuwa na ugumu kweli. Kwa sababu sio ni mtu ambao kumwendea tu kwa kumbeza hapana, sababu amecheza maligi ambayo haina mbali. Kwa hiyo ana experience kubwa sana kuliko hata mimi ambao tunaokuja huko chini. Kwa hiyo cha msingi naweza kuperform katika nafasi yangu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kocha anasema haukuanza vizuri lakini baadaye ulirudi na ukatekeleza kile ambacho walikuwa wanakihitaji. Nini ilikuwa changamoto ya kutokuanza vizuri wakati mchezo unaanza? Nadhani kuna mipira kadhaa hivi ilikuwa kile kilichokuwa inanitoka kama mipira miwili hivi. Kwa hiyo baada ya kurudi kipindi cha pili naweza nikaanza kurecover ile swala, nikaenda kumsikiliza kocha na nikarudi kwenye mchezo. Kuna namna yoyote kuna ugumu endapo unakuwa unacheza kwenye pressure ya mashabiki, kwa sababu ukiangalia wamekuwa wakikuimba ukiwa na mpira lakini pia hata kama hauna mpira? Hilo nadhani kwa sababu ya jezi yangu, kwa sababu ukisema mashabiki, maana hata timu yetu si stand na mashabiki, hata sisi nyumbani huwa tukicheza nyumbani mechi inakuwa ni ngumu. Sababu kutokana na mashabiki wanakuwa na pressure tukosa matokeo, au tukiwa bado hujapata matokeo mazuri ambayo tujaongoza, huwa kuna mashabiki ni wengi. Kwa hiyo hii ni kawaida tu. Ni kawaida kuwa na mashabiki wengi kama hivi. Kwa hiyo sio mara kwanza kucheza kwenye mashabiki kama hivi. Kwa haraka Side, umepokea kiasi gani? Tuonyeshe kidogo mambo kwa ushahidi. Ni nyingi. Yaani kameramani mnapata lakini zeni mic. Yaani hapa siwezi kujua. Hela zionekane mambo kwa ushahidi. Siwezi kukadiria hapo. Lakini ni pesa nyingi sana hii. Unarudi ukiwa na furaha. Inshallah, na nashukuru Mwenyezi Mungu. Kama ambavyo wameshangaa mashabiki na sisi pia tumeshangaa hivyo. Mchezaji pekee ambaye ameprint jezi yake. Nini kimetokea? Side pekee yake ndio ameprint jezi. Nadhani hiyo kama ni bahati, sababu unajua kuna baadhi wengine, kuna wachezaji ambao wengine hawakucheza leo. Kuna baadhi wengine wachezaji zao walichapisha ile. Kwa hiyo napo ya leo ndo naingia leo, maki peke yangu nilikuwa nimechapisha jina. Kwa hiyo nadhani ndo ilikuwa bahati yangu. Na nadhani namshukuru Mwenyezi Mungu sababu na bahati siku zote inakuja muda wote. Kweli kufanya umeokota bwana. Na kweli kabisa nimeokota kweli. Mungu amtume mja wake. Alhamdulillah. Na waandishi wapate chochote kitu.